Hi guys, karibu tena katika Urembo na Princess Zey. Umeshawahi kusikia mtu akisema la mgambo likilia jua kuna jambo? Basi leo kuna jambo haswa. Baada ya uchunguzi wa muda mrefu, majaribio ya hapa na pale, leo nimekuja na siri ambayo watu wengi wanaitafuta lakini wachache wanaijua. Na siri yenyewe ni maji ya karafuu. Ndiyo, umesikia vizuri, maji ya karafuu. Maji haya yana uwezo wa kuongeza ukuaji wa nywele zako kwa kasi ya ajabu, kupunguza kukatika kwa nywele na hata kulainisha nywele ngumu kabisa, hata zile za kipilipili. Unajua kwa nini? Stay with me. Usisogeze hata sekunde moja kwa sababu siri halisi iko hapa. Tunaanza. Kwanza kabisa unatakiwa kuwa na maji yako ya karafuu. Jinsi ya kuyatengeneza: chukua chupa safi, kisha weka maji kiasi kidogo ndani yake. Baada ya hapo, weka karafuu zako ndani ya maji hayo. Wingi wa karafuu utaendana na maji ulioweka. Kwa mfano, kama maji ni kidogo kama haya yangu, hata karafuu za 200 au 300 zinatosha. Kisha funika chupa yako vizuri na uache kwa muda wa saa 24, yaani siku nzima. Ndani ya muda huo utaona maji yako yanabadilika rangi na hapo ndiyo yatakuwa tayari kwa matumizi. Swali ni, kwa nini maji ya karafuu? Maji ya karafuu yana wingi wa vitamini C ambayo husaidia kuchochea ukuaji wa nywele na kuimarisha mizizi. Pia yana vitamini K inayosaidia mzunguko mzuri wa damu kwenye ngozi ya kichwa. Kuna madini ya chuma yani iron ambayo husaidia nywele zisipungue nguvu na kukatika ovyo. Na pia kuna magnesium ambayo huimarisha afya ya nywele kwa ujumla. Bila kusahau antioxidant ambazo hulinda nywele dhidi ya uharibifu na kuzifanya ziwe na afya. Sasa ukitumia maji haya vizuri kwa muda wa wiki 2 tu, asubuhi na jioni, utaona mabadiliko makubwa sana kwenye nywele zako. Nywele zitaanza kuongezeka urefu, kuwa na nguvu na kuonekana zenye afya zaidi. Na kitu kingine muhimu sana ambacho unatakiwa ukijue ni kwamba matokeo ya maji ya karafuu hayaji kwa siku moja. Watu wengi wanaanza kutumia leo, kesho wanataka kuona mabadiliko. Hapana, nywele zinahitaji muda kidogo ili zikue na kuimarika. Ndio maana na kushauri tumia maji haya angalau wiki 2 mfululizo, asubuhi na jioni, bila kuruka siku. Hapo ndipo utaanza kuona tofauti ya kweli. Ndani ya wiki hizo 2 utaona nywele zako zinaanza kuwa na nguvu zaidi, zinapungua kukatika na taratibu zinaanza kuongezeka urefu. Lakini ukiachia njiani au ukitumia mara moja, matokeo yatachelewa. Kipenzi changu, unavyoendelea kutazama video hii, naomba usisahau kusubscribe hapo chini kwa kubonyeza hilo neno lililoandikwa subscribe, kisha alama ya kengele ili kunipa nguvu mimi ya kukuletea vipindi vingine vingi na vizuri zaidi. Tunaendelea. Jinsi ya kutumia ili kupata matokeo bora: ni muhimu chupa yako iwe na kitundu kidogo pale juu, yaani unaweza kuitoboa au ukatumia spray bottle. Kisha anza kupitisha maji yako kwenye mizizi ya nywele. Hakikisha maji yanaingia moja kwa moja kwenye ngozi ya kichwa. Kama umesuka, pitisha maji katikati ya mistari ya nywele kama ninavyofanya hapa. Na kama hujasuka, gawa nywele zako kidogo kidogo. Kisha nyunyiza maji kwenye kila sehemu ili yafike vizuri kwenye mizizi. Na kabla sijasahau, kuna angalizo muhimu sana. Unapokuwa unapaka maji ya karafuu, epuka kuvaa nguo nyeupe kwa sababu maji haya yana rangi kidogo na yanaweza yakadondokea kwenye nguo zako na kuacha alama. Hivyo ni bora ukavaa nguo za kawaida au za rangi nyeusi ili kuepuka kuchafua nguo zako. Uzuri wa maji haya ni kwamba hayanuki hata yakae mwezi mzima. Bado ni mazuri kwa matumizi na huna haja ya kutengeneza maji mapya kila siku.
Ukiona maji yako yamepungua, unachotakiwa kufanya ni kuongeza karafuu kiasi na maji kidogo, na unaendelea na matumizi yako. Baada ya kunyunyizia kichwa chote, anza kumasaji kichwa chako taratibu. Hii masaji ni muhimu sana kwa sababu inachochea mzunguko wa damu kwenye ngozi ya kichwa, inasaidia virutubisho vya maji ya karafuu kufika vizuri kwenye mizizi ya nywele, inasaidia kuamsha vinyoleo yani hair follicles ili nywele zikue haraka. Inapunguza stress ambayo inaweza kusababisha nywele kukatika, na pia inasaidia nywele kuwa na nguvu na afya nzuri zaidi. Hivyo unapomasaji hakikisha unafanya kwa upole kwa dakika chache ili kuruhusu maji kufanya kazi yake vizuri. Watu wengi wanatumia maji ya karafuu lakini hawaoni matokeo. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu wanafanya makosa madogo madogo bila kujua. Kosa la kwanza, kutotumia mara kwa mara. Maji ya karafuu yanahitaji consistency. Ukitumia leo alafu unaacha wiki nzima, hutapata matokeo mazuri. Kosa la pili, kutozingatia mizizi ya nywele. Watu wengine wanapaka juu juu tu wakati kazi kubwa ipo kwenye ngozi ya kichwa. Na kosa la tatu ni kutomasaji kichwa. Ukikosa kufanya masaji, virutubisho haviingii vizuri kwenye mizizi. Na kosa lingine kubwa ni kutokuwa na uvumilivu. Watu wanapenda matokeo ya papo hapo. Usipokuwa na uvumilivu, hautapata matokeo mazuri. Hakikisha unatumia maji haya kwa usahihi, kwa muda maalum na kwa consistency. Baada ya hapo, unatakiwa kuchukua mafuta ya maji yoyote ulionayo. Mimi hapa natumia mafuta ya nazi. Kisha utapaka mafuta yako kichwani. Unaweza pia kupaka kwenye njia ili mafuta yaingie vizuri kwenye mizizi ya nywele. Lengo la kuweka mafuta ya maji ni nini? Yanasaidia kufungua unyevu, yani ile moisture ndani ya nywele ili nywele zisikauke. Yanasaidia pia kulainisha nywele na kufanya ziwe rahisi kuchana. Yanazuia nywele kukatika kwa urahisi, yanasaidia kulisha na kuimarisha mizizi ya nywele. Yanatoa ulinzi dhidi ya uharibifu wowote kama jua na vumbi, na pia yanaipa nywele ung'aavu mzuri wa asili. Hivyo unapochanganya matumizi ya maji ya karafuu na mafuta ya maji, unazipa nywele zako huduma kamili kabisa ya ukuaji, ulinzi na ulainishaji. Usisahau kusubscribe, like, kucomment na kushare kwa wengine ili wajifunze kama wewe. Asanteni na kwaherini.